Unapomchukua mtu wa miaka 60 na ukapekua historia yake, alivyosoma na mpaka alipofika, unaweza ukamkuta mtu huyo amepitiwa na matukio tofauti tofauti mpaka kufika miaka 60. Alishawahi kupata ajali, akakatika mikono, akakatika miguu, alishaungua na moto mwili mzima, alipata matatizo ya moyo, moyo ukabadilishwa ukawekwa mwingine. Lakini pengine hata uso wake sio ule wa mwanzo, alifanyia operation na kabadilishwa uso. Mabadiliko yote haya yaliyompitikia, ukweli ni kwamba kuna kitu kinachomuwakilisha ambacho hakibadiliki, kinaitwa al-ana al-mudrika, nayo ni nafsi yake. Aqbil ala an-nafsi wastakmil fadailaha, innama anta bin-nafsi la bil-jismi insanu. Iende nafsi yako, kamilisha mazuri yake, sifa zake bora. Kwa hakika wewe umeitwa mwanadamu kwa sababu ya nafsi, wala si kwa sababu ya mwili. Mwenye akili timamu na mwenye kufikiria kwa kina na kuangalia maisha ya kila siku, atatoka na tija na jawabu la kwamba lengo la Mwenyezi Mungu Subhana katika kutuumba sisi halimaliziki kwa sisi kufa. Mwenye akili timamu akisoma Qur'ani, akasoma maisha ya mitume, atatambua ya kwamba maisha yetu hayaishi kwa kufa, bali ni maisha endelevu. Ukichukua kwa mfano mkate, slesi 2-3 ambazo unazila, biriani nzuri ambayo unaila, biriani ya kuku, kuna alkajo pale, korosho nzuri kama za Chalinze, utakuta vyakula hivi vimeandaliwa kwa muda mrefu sana. Kuna almuanat, tabu nyingi iliyopita mpaka kufikia kuitwa mkate, kuitwa biriani. Ni ngano ilipandwa shambani, ikakaa muda kadhaa, miezi 3-4, ikavunwa, ikakaushwa, ikatiwa mashineni, ikasagwa unga, mama akapelekewa nyumbani, akauchanganya na hamira, pick and powder, sukari kidogo, akaufinyanga, akaukanda, akauacha ukaumuka, akaanza kuuchoma, tukapata chapati nzuri au mkate mzuri. Mkate huu ambao umeandaliwa muda mrefu, ndani yake kuna tabu, kuna shida, kuna matatizo, kuna mama kuungua na moto, unaliwa kwa dakika 2-3 mpaka 5. Kiwango na nisba ya kuchoka, tabu zilizopatikana kuandaa mkate hazilingani na muda wa kuliwa mkate. Tunaposoma magazeti, tukasoma mitume waliopita na namna walivyoishi maisha yetu na uhalisia wake, utakuta kuna watu ambao walisulubiwa, walichinjwa, walibanikwa kama kuku. Sote tuliona miaka 2-3 iliyopita nchi ya Syria, Iraqi, Lebanoni na mfano wake. Palikuwa pana mapigano makubwa, watu wakauawa. Tulishuhudia mwanadamu anakatwa vipande.
tulishuhudia mwanadamu anatolewa maini, tulishuhudia wanadamu wamebanikwa kama kuku au kondoo. Ni lini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa nafasi na fursa na wao walipize kisasi chao? Uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una hukumu. Kuna siku yaumuddin, yaumul qiyama, watu wale waliodhulumiwa watapewa nafasi na fursa na muda wao walipize kisasi kwa wale waliowadhulumu. Mwenye akili timamu, mwanadamu wa sawasawa, ana kinaika ya kwamba maisha haya ni endelevu na wala haya maliziki kwa watu kufariki. Tunaposoma Qur'ani tukufu, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Na kwa hakika hii ndiyo njia yangu mustaqiman, iliyonyoka. Jamani, fattabi'uhu, ifuateni, shikamaneni nayo, na isitokee mkafuata vinjia vingine pembeni vitakavyo watoa katika njia kuu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni hususan wa kimalezi na wa kiakhlaqi wanazungumzia katika aya hii safari ya kimaana ya kukamilika mwanadamu, safari ambayo inaanza kwa ujinga na upungufu na kukamilika na kukutana na Mwenyezi Mungu na al-kamalul insani, kukamilika kwa mwanadamu. Na bila shaka njia hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, njia hii ni njia maana, sio njia mada. Haimaanishi ya kwamba kuna njia refu ambayo unaanza kupita njia ile 1, 2, 3 mpaka unamfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ndugu zanguni, kuna safari ya kiroho na safari ya kinafsi. Safari ambayo yule ambaye tunamtafuta na yule ambaye tunakwenda kwake yupo na sisi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Safari hii ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni safari ambayo wanaopita katika safari hii na njia hii wametofautiana spidi zao kutokana na himma na nia na azmu wanayoibeba katika nafsi zao. Aliyekuwa na himma kubwa ana spidi kubwa ya kutembea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kuna ambao wana himma ya kati na ambao wana himma ya himma ndogo. Utafahamu haya utakaposoma maneno ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, pale anaposema in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Yule ambaye atatembea katika njia ya kimungu na spidi yake kutembea kwake ikawa ni taratibu, kwa mfano wa shibiri moja, anajikongoja taratibu, Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwenye azma hiyo na himma hiyo ya kupita katika njia yangu akawa ana spidi ndogo sana, taqarrabtu ilayhi dhira'an, mimi nitajisogeza kwake
kwa dhiraa moja, shibri moja, dhiraa moja. Waman taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a, na atakayejikurubisha kwangu na kutembea kuja kwangu kwa spidi ya dhiraa moja, mimi nitakwenda baa moja. Waman atani yamshi ataituhu harwalatan, na atakayekuwa anatembea kwa kujikongoja kunifata mimi Mungu nitamkimbilia. Falam ara maulan asbara ala abdil laim mink ya rabbi innaka tad'uni fa uwalli ank wa tatahabbabu ilayya fa atabaghadu alayk wa tatawaddadu ilayya fala aqbalu mink. Mungu wangu, hakika wewe unaniita mimi nakengeuka na kupa mgongo. Watatawaddadu ilayya fa atabaghadu alayk, Mungu unajipendekeza kwangu mimi, lakini mimi sina habari na wewe. Alhamdulillahi alladhi ad'uuhu fayujibuni wa in kuntu bati'an hina yad'uni. Sifa njema ni za Mungu ambaye ninapomuita ananiitikia, na nikimuomba ananipa, japokuwa mimi ni mzito pale anaponiita. Wa in kuntu bakhilan hina yastaqdiruni, lakini pia vile vile huwa mimi ni bakhili pale anaponitaka nimkopeshe. Mungu anakupa kutoka kwake, anakuambia nikopeshe hicho nilichokupa. Tumekuwa wazito, hatutaki kwenda kwa Mungu, hatutaki kumkurubia Mungu, hatutaki kujikongoja tumfate Mungu. Ndugu zanguni, heshima ya mwanadamu, utukufu wa mwanadamu, thamani ya mwanadamu ipo katika yeye kupita katika hii njia ya kimungu, ipo katika yeye kujipendekeza na Mungu, ipo katika yeye kujaribu kutembea katika njia ya Mungu. Na unapokuwa na azm na nia ya kupita katika njia ya Mungu, yadfa'uka ila kamali al-insani, Mungu anakusukuma katika kuanza kupanda madaraja ya ukamilifu. Na unapoanza kupanda madaraja ya ukamilifu, unaanza kuondokana al-khulusu min alami al-katharat, unaanza kujivua kutoka katika ulimwengu wa vingi, kwa sababu Mungu ni witrun, ni mmoja, anapenda yule ambaye anayekwenda kwake akiwa ni mmoja. Unaanza kujivua katika ulimwengu wa vingi. Man arada Allah sala anid dunya, anayemtaka Mungu atajichuna ngozi ya wingi ya vingi na kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakapoanza kupita katika njia ya Mungu, kinakuja kitu hapa muhimu sana, al-haqiqa al-muhammadiyya. Al-haqiqa al-muhammadiyya ambayo tudhihiru al-haqa'iq al-ilahiyya. Mtume huyu wa maajabu ambaye ana kila sifa kamilifu za kimungu atakushika mkono na kukusaidia kupita katika njia ya kimungu mpaka kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini al-haqiqa al-muhammadiyya, katika kukuchukua kuna sharti, ni lazima tukmilul musta'idina wal qabilina ila maratibil kamal. Inawachukua na kuwapa nguvu wale ambao wana utayari na sifa ya kuanza safari ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukapata madaraja tofauti ya wale wanaotembea katika njia ya Mungu. Kuna daraja ya wale ambao ashabu sijni tabia, watu ambao bado wanafungwa na viwiliwili vyao, kulalala sana, kushiriki jimai ndio mambo wanayofikiria, ashabu sijni tabia. Kuna wale waliovuka pale ahlus sayri was suluk,
wanaojitahidi na kwenda kwa spidi nzuri kumwendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakiita maqamu ar-ruhaniyin, watu wa kimungu hawa wanaoikimbia dunia. Alafu pakawepo na al-haqiqa al-itlaqiyya, wakiita maulamani al-a'yanu thabita li maqami al-wahidiyya, ni daraja la juu la wale ambao wanapita katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, katika mambo muhimu ya leo na katika mambo yaliyosahaulika katika ulimwengu wetu wa leo ni sisi kujitathmini katika maendeleo yetu ya imani na takwa. Mwaka jana wangu katika kukimbia madhambi, katika kukimbia maasi, ni sawasawa na mwaka huu. Mwaka jana katika takwa imani ni sawasawa na mwaka huu. Mahusiano yangu na jirani ni sawasawa na mwaka huu. Mahusiano ya mke na mume ni sawasawa na mahusiano ya mwaka huu. Inna minar rijali bahimatan fi surati ar-rajuli as-sami'i al-mubsiri fatinun likulli raziyatin fi malihi wa idha usiba bidinihi lam yash'uri. Sallu ala nabi. Kuna miongoni mwa watu ambao ni bahimatan, ni wanyama. Fi surati ar-rajuli as-sami'i al-mubsiri, ukiwatizama maumbile yao ni kama wanadamu. Wana kichwa, wana miguu, wana mikono, wanazungumza, lakini ni wanyama. Fatinun, ni wanyama. Kwa nini? Ni werevu sana. Likulli raziyatin fi malihi, ni mwerevu sana katika kupiga mahesabu ya biashara yake. Alivuna gunia ngapi za mpunga mwaka jana, leo ni ngapi? Anahakikisha hafungi duka mpaka afanye mahesabu ya kina, ni ngapi ameingiza, bidhaa gani imeisha, wapi amepata hasara. Fatinun, ni werevu mno. Likulli raziyatin fi malihi, katika matatizo na misiba inayokumba biashara zao, maduka yao. Lakini watu hao wanapopatwa na matatizo katika takwa yao, katika kumcha Mungu kwao, lam yash'uri, hawana habari, hawahisi, wameghafilika. Inna minar rijali bahimatan, yoyote ambaye hafahamu wala hajui maendeleo ya imani yake na takwa yake, ni bahimatan, huwe ni mnyama. Na ndiyo pale pakapokelewa maneno mazuri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, yanayosema ya kwamba yuhsharu ba'dhu an-nasi yawm al-qiyamah ala suwarin tahsunu indaha al-qiradatu wal-khanazir. Watafufuliwa siku ya kiyama watu, ba'dhu an-nas, baadhi ya watu, baadhi yetu hapa tutafufuliwa siku ya kiyama, ala suwarin, katika maumbile, tahsunu indaha al-qiradatu wal-khanazir. Muangalie ngedere, muangalie soko mtu, muangalie nguruwe. Sura hizi, maumbile haya yatakuwa ni mazuri sana ukilinganisha maumbile yetu tutakayofufuliwa nayo siku ya kiyama. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhana siku ya kiyama anatufufua kwa mujibu wa sifa tunazozibeba ndani kwetu. Ukiwa mnafiki, mbea, mfitishinaji, muongo, umimi, majivuno, kiburi, husda, kusengenya, sifa hizi ukifa nazo, kuwa na yakini ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufufua katika maumbile yasiyokuwa ya kibinadamu. Tahsunu indaha
alqiradatu wal khanazir. Ndugu zanguni, imefika muda wa sisi kuamka na kujirudi upya kufanya at-taghdhiya ar-raji'a. Tujirudi, tujitathmini, tujisome. Kullu ibn adam khata, kila mmoja na makosa, lakini tujaribu kujivua alamul katharat, kujiondoa kiburi, kuondoa umimi, kuondoa husda, kuondoa majivuno, ili twende kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa man ata Allah biqalbin salim. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, nimalizie maneno yangu, anazungumzwa na sharifu mkubwa na mwanazuoni mkubwa anaitwa al-Imam as-Sadiq. Al-Imam as-Sadiq anamzungumzisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, anamwambia wa ashhadu annaka lam ta'mur bis-salati illa ba'da an sallaita alayhi anta wa malaikatuh wa qulta fi kitabik inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ninakiri, ewe Mungu wangu, ya kwamba haukuamrisha Muhammad aswaliwe na kutakiwa rehma ila baada ya wewe Mungu umeshamswalia na malaika wako wameshamtakia rehma. Na ukazungumza hilo katika Qur'ani tukufu. Sikiliza maneno ya Imam Sadiq alayhi salam. Anasema la li hajatin bihi ila salati ahadin min al-khalqi alayhi ba'da salatik wala ila tazkiyatin ba'da tazkiyatik. Mtume Muhammad hana haja ya salamu wala swala ya yoyote katika viumbe. Mtume Muhammad hana haja ya swala wala salamu ya yoyote katika viumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ameshamswalia na kumtakasha, malaika wameshamswalia na kumtakasha. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali hana haja na swala zetu wala salamu zetu? Al-Imam as-Sadiq anasema li annaka ja'altahu babaka alladhi la taqbalu illa man ataka minhu, kwa sababu umemfanya Muhammad ndiyo mlango wako, haumkubali yoyote mpaka yule atakayepita katika mlango wako. Waja'alta as-salata alayhi qurbatan minka wa wasilatan ilayka wa zulfatan 'indak liyazdadu bidhalika karamatan alayki. Na ukaifanya swala na salamu kwa Muhammad kuwa ndio njia inayowafikisha viumbe kwako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho, Maulana Sheikh Hamedi Jalala anawasalimia sana na anawatakieni maulidi njema, na Mwenyezi Mungu awabariki katika hili na wakidhie haja zenu, dharura za hapa na pale. Mama yake ni mgonjwa, amekwenda kumuuguza. Hadha astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.